Rimando kopozata rimanda paziko rikaka. Sante Bwana wangu na Mungu wangu mtakatifu atakatifu, Mungu wa Israeli. Wewe Mungu hujawahi kushindwa na jambo lolote. Asante Bwana wa Bwana kwa siku nyingine ambayo tumepata neema na kibali cha kuwepo mbele zako. Tunapokwenda kulitafakari neno lako, tunaomba neema yako juu yetu na mkono wako utufunike na kutuhifadhi, tupate kuelewa na kutambua sawasawa na mapenzi yako. Kwa Yesu Kristo mwokozi wetu nimeomba nikiamini. Amen, amen. Karibu sana rafiki yangu, siku ya leo tupate kujifunza neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mhubiri 12 na ule mstari wa 7. Tutakwenda kutafakari neno hili kwa kina kidogo siku ya leo. Na neno la Mungu linasema, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Hapa neno la Mungu lilikuwa linatueleza kwa habari ya mwanadamu namna ambavyo ataishia. Ilikuwa inatueleza kwa habari ya mwanadamu maisha yake yatakuwaje na ni mchakato upi ulioko mbele yake. Biblia inasema, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Tueleze kwanza kidogo hapa kwa habari ya mavumbi. Anaposema habari ya mavumbi, maana yake anamaanisha huu mwili wa nje, mwili wa damu na nyama, huu mwili ndo anaoelezea kwa habari ya mavumbi kwamba yatarudia nchi. Na ndivyo ilivyo. Kama unataka kuamini, chukua hata kidole chako kimoja, kikate afu kiweke hapo chini. Utashangaa baada ya siku chache hamna kidole, umebakia ni mavumbi tu, yamebakia ni mavumbi. Maana yake nini? Kitaoza, kishaoza kinarudi kuwa udongo. Hiyo ndo sayansi ya Mungu, maajabu ya Mungu. Hiyo ndo sayansi ya Mungu, kwamba aliutengeneza udongo ukawa nyama, kama ambavyo tunaiona ni mkono uko vizuri na nini, lakini huu mkono ukiukata ukaweka hapo, baada ya siku chache tu utakuta umeshaoza na ni mavumbi. Kwa hiyo ndio maana hapa huyu mhubiri anasema, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, maana yake yanarudi kuwa mavumbi. Mtu anarudi kuwa udongo, hii nyama inarudi kuwa udongo, haiendi mahali popote. Huu mwili hauendi mahali popote zaidi ya kurudi kwenye udongo. Huu mwili hauendi mahali popote zaidi ya kurudi kwenye udongo. Mwili hauendi popote. Baada ya maisha hapa duniani, mwili hauna nafasi tena ya sehemu nyingine, isipokuwa tu ni kurudi kurutubisha ardhi, unakuwa udongo. Lakini kuna kitu cha muhimu unatakiwa kuelewa, kwamba nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Roho iliyoko ndani yako, iliyoko ndani yangu, mtu akishaondoka, akishakufa hapa duniani, roho haifi. Moja ya sifa ya roho ni kwamba roho haifi, roho hailali, roho haichoki, roho haisinzii. Kuna somo moja nimewahi kufundisha linasema uwezo wa roho. Roho haifi, roho haichoki, roho haisinzii, roho hailali. Mtu anapolala anakuwa amelala, ni mwili ndio umelala, lakini roho hailali. Roho inakuwa iko active muda wote, inakuwa inatenda kazi muda wote, inafanya kazi muda wote. Roho hailali. Mwili ndio unakuwa umelala, ila roho yenyewe inakuwa bado iko macho. Kwa hata mtu akifa, roho haifi. Roho haifi. Mungu ni roho, na waabuduo inawapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Na sifa ya Mungu, yeye ni mwanzo na mwisho, tangu mwanzo na mwisho. Yeye hana mwisho, hana mwanzo wala hana mwisho. Naelewa? Hana mwanzo wala hana mwisho. Na sifa ya Mungu ni kwamba yeye hafi, halali, hachoki, hasinzii. Hafi, halali, hachoki, hasinzii. Sifa ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho. Na
roho iliyoko ndani yangu, roho iliyoko ndani yako, baada ya mtu kuondoka hapa duniani, inamrudia Mungu. Roho inamrudia Mungu. Hiki ni kitu ambacho tunatakiwa watu tukielewe. Roho inamrudia Mungu. Sasa kuna rafiki yangu mmoja alinichekesha, of course alinisaidia mpaka akanifanya nikaandaa somo linaloitwa hatima ya mwili, nafsi na roho. Huyo rafiki yangu alinichallenge kidogo, akanifanya nikaandaa somo linaloitwa hatima ya mwili, nafsi na roho, kwa sababu ilinibidi niende nikajifunze kwa kina kwa habari ya mwili, nikajifunze kwa kina kwa habari ya nafsi, nikajifunze kwa kina kwa habari ya roho. Sasa leo nakumegea kidogo tu, wala sifundishi hilo somo, nakumegea kidogo tu kwa habari ya mwili na roho. Nafsi tuiache kwanza, mwili na roho. Sasa alinichekesha kwa sababu gani? Alisema kama watu wote wakifa roho zinaenda kwa Mungu na Mungu yuko mbinguni, maana yake hakuna mwenye dhambi, kwa sababu roho zote zinaenda kwa Mungu, na zikienda kwa Mungu zinaenda kwa Mungu mbinguni, kwake yeye aliyeziumba. Umeona? Nafikiri na wewe utakuwa umepata kitu kidogo kimekushtua kwamba kama roho zote Biblia ndio imetuambia kwamba nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Mungu tunajua yuko mbinguni. Sasa kama roho inarudi kwa Mungu aliyeko mbinguni, kwa nini tunasema watakatifu ndio watakaoenda mbinguni? Kwa nini tunasema wenye dhambi hawataenda mbinguni, afu roho zinaenda mbinguni? Na hiyo roho ndio iko ndani ya huyo mtu, ndio huyo mtu akifa roho yake inaenda mbinguni. Alinichallenge kidogo, tukajaribu pale kujibizana, lakini mwishoni alikuja akanielewa. Baada ya kujifunza, nilienda nikajifunza nikamrudia. Na leo nitakudokezea wewe kidogo kwa habari ya roho. Ni sahihi kabisa, mtu anapokufa roho inamrudia nani? Mungu. Roho inamrudia Mungu mtu anapokufa. Awe mwenye dhambi asiwe mwenye dhambi, roho inamrudia nani? Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliyeitoa. Na ndio maana kuna mahali anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Awe mwenye dhambi asiwe mwenye dhambi, awe na muabudu asiwe na muabudu, yeye ni Mungu. Na ndio maana roho ikifa lazima irudi kutoa majibu ya kile ambacho Mungu aliagiza ile roho kuja duniani kukifanya. Imekifanya, imekitimiza. Na ndio maana tunaambiwa kila mtu ana kusudi lake hapa duniani. Wewe una kusudi gani? Mimi nina kusudi gani? Kila mtu ana kusudi lake. Hauko hapa duniani kwa bahati mbaya. Uko hapa duniani kwa sababu unalo kusudi la kulitenda, na mwisho wa siku utapeleka mahesabu mbele za Mungu. Na ndio maana Biblia imetuambia roho humrudia yeye aliyeumba. Tusome tena hapa Mhubiri 12 na ule mstari wa 7, anasema nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Roho kumrudia Mungu aliyeitoa, maana yake roho zote za watu wote walioko duniani Mungu ndiye aliyezitoa, kwamba nenda duniani kafanye kitu fulani. Kwa hiyo mwisho wa siku huyu mtu akifa, mimi nikifa, roho yangu itarudi kwa Mungu kutoa mahesabu, kupeleka hesabu kwamba ndio ulichonituma ni hiki hapa, nimeweza kukitekeleza kwa namna hii hapa, nimemaliza kazi. Hata na wewe ni vivyo hivyo. Roho lazima imrudie nani? Mungu. Na ndio maana tunaambiwa baada ya kufa ni hukumu. Hakuna choice nyingine, hakuna nafasi nyingine ya kusema utarekebisha utafanya nini. Baada ya kufa ni hukumu. Hukumu ni ipi? Hukumu ni hii kwamba roho inamrudia Mungu. Sasa kama inarudi kwa Mungu, inarudi kwa Mungu kufanya nini? Inarudi kupeleka hesabu. Ni sawa na mfanyabiashara anawapa watu biashara yake wakatembeza. Mwisho wa siku jioni wanamletea nini? Mahesabu. Wote inabidi walete mahesabu kwamba nimeuza kadhaa, imebaki kadhaa.
au iliyopata hasara ni kadhaa, wanaleta nini? Mahesabu. Na ndivyo ilivyo mbele za Mungu. Alituleta duniani, kuna kusudi anataka tulifanye, tulitimize, na mwisho wa siku kila mmoja atarudi kwake. Roho humrudia roho, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Sasa rafiki yangu, naomba tuelewane mahali hapo. Roho kumrudia Mungu aliyeitoa haimaanishi ndio tiketi ya wewe kwenda mbinguni hata kama una dhambi. Roho kumrudia Mungu aliyeitoa haimaanishi ndio tiketi ya wewe kwenda mbinguni hata kama una dhambi. Nirudie tena. Roho kwenda mbinguni haimaanishi ndio tiketi. Roho kumrudia Mungu aliyeitoa haimaanishi ndio tiketi ya kwenda wewe mbinguni hata kama una dhambi. Kwa maana hii kwamba wewe roho kurudi kwa aliyeitoa inarudi kutoa mahesabu. Alafu yule aliyeitoa ndiye atakayeamua sasa, kulingana na mahesabu leo niletea, ukaishi wapi, uende wapi, posho yako ni nini, unastahili kupewa nini. Na ndio maana hata kwenye michezo unashangaa watu wanacheza na nini, ila kuna watu wanapewa tuzo na kuna wengine hawapei tuzo, lakini wote wameenda wapi? Wote wameshiriki michezo na wote wameenda siku ile ya kutoa nini? Zawadi. Lakini anayepewa zawadi ni mmoja. Na kuna mwingine anaambiwa, wewe kulingana na ulichokifanya hiki weka hapa, na wewe kulingana na ulichokifanya hiki weka hapa, na wewe kulingana na ulichokifanya wewe nenda pale. Ndivyo ilivyo roho zetu zinavyomrudia Mungu. Zikirudi kwa Mungu, Mungu ndiye anayeamua sasa, kulingana na ulivyoishi duniani, kulingana na ulivyofanya duniani, wewe unastahili kukaa hapa. Na wewe kulingana na ulivyofanya duniani unastahili kukaa hapa. Mungu peke yake ndiye anayejua roho ya nani, roho ipi inastahili kukaa wapi na kukaa vipi na kwa sababu gani. Mungu ndiye anayejua, na anajua kwa sababu hii kwamba anasema, nimeweka njia mbili mbele yenu, njia ya mauti na njia ya uzima. Anakueleza chagua uzima ukaishi. Anakushauri chagua uzima ukaishi. Maana yake ni nini? Kwamba anajua utakapochagua uzima, siku ukirudi kwake atakwambia kulingana na ulivyoishi wewe unastahili kukaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua unaweza usinielewe, unaweza usielewe, lakini naomba Mungu akusaidie, Roho Mtakatifu akusaidie kunielewa jambo hili. Akusaidie kunielewa jambo hili. Rafiki yangu, duniani tunakaa kwa muda mchache sana. Tunakaa kwa muda mfupi sana. Tunakaa kwa muda mchache. Nimekueleza mwanzoni kama neno lilivyosema, mwili unarudi mavumbini kama ulivyokuwa mavumbi. Unarudi kwenye nchi, mavumbi yanarudi kwenye nchi kama alivyokuwa. Mwili utabaki hapa hapo. Kuna vitu vingi sana tunavifanya kwa kuendekeza mwili ambavyo vinaiua roho, vinaikandamiza roho kutenda kitu kisichostahili. Hivi unafikiria ni kitu gani ambacho huwa kinakufanya wewe ujisikie vibaya, usijisikie vizuri, ujisikie hali ya kutokuwa na nani unapokuwa umekosea, unapokuwa umetenda dhambi, unapokuwa umefanya kinyume na mapenzi ya Mungu? Maana yake kuna asili ya Mungu iliyoko ndani yako ambayo ni hiyo roho. Unafanya kabisa, unajua hiki kitu ninachokifanya sio sahihi, lakini unaendelea kukifanya kwa sababu mwili wako una nguvu kuliko roho. Roho ndani ya mwili huwa inakufa. Na ndio maana Biblia inatueleza kwamba
unaweza kuwa unaonekana uko hai, kumbe umeshakufa. Umekufa kiroho. Anaposema umekufa kiroho, maana yake hauendeshwi na ile roho Mungu aliyoiamuru ikae ndani yako. Sasa iko hapa, inakuwaje sasa kama sio hiyo? Inakuwaje sasa mimi kuhukumiwa na hiyo roho? Roho ilipewa uwezo wa kuamuru vitu kwenye maisha yako vitokee na vitendeke. Na ndio maana jambo lolote ambalo unaliona hapa duniani limefanyika, limetendeka, chanzo chake ni rohoni. Chanzo chake ni rohoni. Maana yake roho yako iliweza kujiconnect mahali fulani, ikapokea nguvu ya kudhihirisha mambo yatokee. Hauwezi ukafanya vitu kwa namna ya kawaida ukaleta matokeo ambayo yataushangaza ulimwengu kama uja-apply nguvu ya rohoni. Lazima uapply nguvu ya rohoni. Sasa roho imepewa nguvu na uwezo wa kufanya vitu hapa duniani kama vile Mungu ambavyo angeweza kufanya. Ndio maana pale Biblia inasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Kwa nini? Maana yake kama umefanywa kwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu, lazima uwe na uwezo wa kuumba. Na ndio maana unaona kuna vitu vingi vimetengenezwa, vimefanywa, vimetokea kwa sababu kuna ule uwezo wa kuumba ulioko ndani yetu, alioachilia Mungu. Sasa iko hivi, ukikosea namna ya kuitumia roho yako, ukikosea namna ya kufanya maamuzi, hapo ndo sasa nafsi inaingia. Na mimi sitaki niingie huko, ndo maana unaona kuna vitu vingi unaona kama sivielezei moja kwa moja, sitaki niingie huko kwenye nafsi. Lakini roho isipokuwa activated, isipokuwa inalishwa chakula kama vile mwili unavyolishwa chakula, utadhoofu, itakuwa nyonge, na mwisho wa siku itaweza kutawaliwa na nguvu nyingine na ikatumikishwa. Na iko hivi, shetani hana nguvu, hana uwezo wa kufanya vitu vitokee kama hana mtu kwenye hii dunia. Hata huyo mpinga Kristo unayemsikia ni mtu atakayepokea nguvu ya shetani kuweza kufanya mambo. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mtu Mungu aliweka roho iliyo na uwezo mkubwa. Sasa roho ina utashi na ina uelewa mkubwa sana, na ina uwezo wa kuona vitu vya mbele ambavyo wewe usingeweza kuviona. Na pia roho ina uwezo wa kukurudisha miaka ya nyuma ambayo wewe usingeweza kuiona kwa namna ya macho ya damu na nyama. Na ndio maana kuna watu wengine wanatokewa na mababu, wanasema mizimu. Hajawahi kumuona, lakini alivyomtokea tu akajua huyu ni babu wa babu yake. Anamwambia mimi ni babu yako, sijui babu wa babu. Roho, uwezo wa roho. Maana yake shetani anayejua uwezo wa roho zilizoko ndani yetu, anachukua hiyo pointi kutumia roho hizi kufanya mambo ambayo kinyume na Mungu. Sasa roho kwa nini itahukumiwa, ambaye ndo wewe? Hiyo roho iliyoko ndani yako ndo wewe, ndo mimi. Kwa nini itahukumiwa? Kwa sababu inajua kabisa kufanya jambo hili sio sahihi. Sio sahihi. Wakati mwingine tutaelezana kwa habari ya nafsi. Tutaelezana kwa habari ya nafsi ili tupate muunganiko wa hiyo roho na nafsi. Kwa hiyo roho itakapoondoka, ambaye ndo wewe, itaenda mbele za Mungu kutoa mahesabu.
Sasa usiwe kama yule rafiki yangu, japo yeye alikuja akanielewa. Sasa hivi usiwe kama yule rafiki yangu aliyeniambia kwamba watu wote wataenda mbinguni, hata kama wewe na dhambi asiwe na dhambi, watu wote wataenda mbinguni. Usiwe kama yule rafiki yangu mwanzoni, ila baadaye alikuja akanielewa. Sasa na wewe nakwambia usiwe kama hivyo. Sio watu wote watakaoenda mbinguni eti kwa sababu roho zinaenda kwa Mungu. Kwa sababu hii tiketi ya kukaa mbinguni sio kwa sababu wewe ni roho. Tiketi ya kukaa mbinguni sio kwa sababu wewe ni roho. Tiketi ya kukaa mbinguni ni kwa sababu wewe ni mtakatifu. Tiketi ya kukaa mbinguni ni kwa sababu wewe ni mtakatifu. Hata shetani pia ni roho, lakini alishushwa. Alitoka mbinguni na anasubiria kuchomwa milele. Kwa hiyo na wewe rafiki yangu naye nisikiliza, angalia sana unavyonenda na unavyoishi. Usiuendekeze sana mwili, utakupoteza, kwa sababu wenyewe unaishia hapa hapa, yani hapa hapa udongo unaishia hapa hapa. Siku moja nikaa namwambia mtu mmoja, akaa anasema tulikuwa tumeenda mahali fulani kuhubiri, akaa anatutishia kwa habari ya kufa. Kaambia kwa habari ya kufa mimi sitishiki, siogopi. Ananiambia sasa ukifa nani atakaye kusaidia? Nikamwambia mimi nikifa habari yangu inakuwa imeishia hapa. Huu mwili mnabaki nao nyenye, ndo mnahangaika nao. Mimi roho yangu inakuwa tayari iko mbele za Mungu. Sina cha kupoteza hapa. Kwa hiyo acha nifanye ninachokifanya kulingana na vile ambavyo natakiwa kufanya. La sivyo ukinitishia kwa habari hiyo utakuwa unajisumbua bure. Sababu ninajua ninayemtumikia, na baada ya maisha hapa ninajua ninaenda wapi. Wakati mwingine miili imekuwa ikitupelekesha kinyume na mapenzi ya Mungu, na roho imekuwa ikijitahidi kushindana na mwili. Sasa usipoelewa hivi vitu, usipojua hatima ya hivi vitu, ukauendekeza mwili, utakuja kujuta milele. Kumbuka roho haifi. Roho haifi. Na ndio maana ule moto wa jehanamu ni wa milele. Sio wa milele kwa sababu tu ni wa milele. Ni wa milele kwa sababu vinavyoteketezwa na vyenyewe ni vya milele, havifi. Roho itakayoenda kule haitateketea, yenyewe ni ya milele, haifi. Acha nikueleze kitu kingine. Roho ina uwezo wa kukaa mahali popote. Roho ina uwezo wa kukaa ndani ya sehemu yoyote. Roho. Na ndio maana roho ikishaondoka inapokea mwili mwingine wa rohoni. Yaani wewe ukishakufa hapa hivi unapokea mwili mwingine wa rohoni, ambao huo mwili hauharibiki. Mwili wa roho Biblia imeusema. Kwa hiyo kuna vitu tunatakiwa kuvizingatia tunapokuwa tunaishi kwenye hii dunia. Tusiishi tu ili mradi tunaishi. Tusifanye tu ili mradi tunafanya. Tuangalie kwa nini tunafanya hivi, kwa nini tunaishi hivi. Kwa sababu mwisho wa siku utaenda kutoa hesabu mbele za Mungu. Roho yako itaenda mbele za Mungu. Na kwenda mbele za Mungu sio tu mpaka ufike mbinguni. Yaani kwenda mbele za Mungu ni pale pao umekufa, unakutana na majaji, wanakwambia wewe tunayo hati yako hii hapa, matendo yako haya hapa. Biblia inasema wengine matendo yao yameshatangulia wanakoenda, na wengine matendo yao yafuatana nyuma yao. Kwa hiyo pale unapokufa tu, ukishafika hapo, kile unaenda unaambiwa nani yako hii hapa. Kibali ulicho nacho kinakuruhusu kwenda huko kwenye njia ya mauti. Na wewe kibali ulicho nacho kinakuruhusu kwenda huko
kwenye njia ya uzima, hapo tayari ushafika kwa Mungu. So lazima ukutane na Mungu uso kwa uso au muone hivi. Watakao bahatika kumuona Mungu uso kwa uso ni wale ambao ni watakatifu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu, aliwapa promotion hiyo. Watakao fika mbele za Mungu watakatifu ndio watakao ingia ile mbingu mpya na nchi mpya. Lakini waliomkataa Mungu atawakataa na wao. Yesu Kristo anasema na mimi nitawakataa mbele za Baba yangu. Kwa hiyo rafiki yangu, chunga sana unavyoenenda, chunga sana unavyoishi. Angalia unavyoishi. Maisha yetu hapa duniani ni mafupi sana. Maisha yetu ya hapa duniani ni mafupi sana. Lakini tunakoenda ni maisha ya milele. Utakuwa wapi? Utakuwa upande gani? Je, ukifa leo una uhakika wa kwenda wapi? Nilikuwa nakueleza kwamba roho ina uwezo wa kukaa mahali popote. Roho ina uwezo wa kukaa ndani ya chochote. Na pia huu mwili una uwezo wa kubeba roho zaidi ya moja. Kitu ambacho ulikuwa labda ukijui. Mwili una uwezo wa kubeba roho zaidi ya moja. Kwa sababu roho ina uwezo wa kukaa popote. Roho ina uwezo wa kukaa popote. Na kitu tunachotakiwa kujua, ili roho itende kazi kwenye hii dunia inahitaji mwili. Sasa roho yako wewe isipokuwa makini, ikakaribisha roho za shetani zikakaa ndani yako, zitakupelekesha na kukutumikisha na kukupoteza. Na mwisho wa siku utaishia jehanamu. Lakini roho yako ikikubali kumpokea Roho Mtakatifu akakaa ndani yako, atakuongoza, atakuelekeza, atakufundisha, na mwisho wa siku utaenda mbinguni. Kwa hiyo sasa ni wewe kuchagua roho ipi uikaribishe ndani yako. Roho ipi uikaribishe ndani yako siku ya leo. Na ili uweze kuipata roho ya Roho Mtakatifu, njia ni moja. Unatakiwa muamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kisha muamini Yesu Kristo tu, unapata kibali cha kumpokea Roho Mtakatifu akakaa ndani yako. Unapata kibali cha kumpokea Roho Mtakatifu akakaa ndani yako unapomwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo rafiki yangu, kwa machache ambao tumeweza kujifunza kwa habari ya mstari wa Mhubiri 12 mstari wa 7 unaosema, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Ama chache tuliojifunza, na wewe rafiki yangu umesikia, huenda umeguswa moyoni mwako na hautamani roho yako ikifika mbele za Mungu iambiwe nenda motoni, nenda jehanamu, nenda kuzimu. Unatamani roho yako ikifika mbele za Mungu iambiwe nenda paradiso, subiria kwenda kwenye uzima wa milele, kwenda kwenye nchi mpya na mbingu mpya. Wewe unayesema unatamani siku moja roho yako ikae mbele za Mungu baada ya kuondoka hapa duniani, nafasi unayo. Unatakiwa muamini Yesu Kristo.
awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili akupe Roho Mtakatifu akae na wewe, akutie nguvu, aitie nguvu roho yako katika kukabiliana na kushindana na mwili pamoja na changamoto za dunia hii. Unahitaji Roho Mtakatifu. Unasema unamhitaji Roho Mtakatifu. Nasikia kuendelea lakini naona kama nimeshasema kila kitu. Ila nasikia kuendelea. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye enzi yote, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana Mungu wa neema na upendo mwingi, wewe uliyetupa neema ya kuwepo duniani hata hivi leo. Tunakushukuru Bwana mabwana, mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa hii ni fursa kwetu kwa ajili ya kuendelea kujitengeneza, kwa ajili ya kuendelea kujitakasa, kwa ajili ya kuendelea kujiandaa kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Hii ni fursa kwetu ya kuendelea Bwana kuyatenda yale uliyokusudia tuyatende, kuimarisha mambo yetu, kutimiza kila kusudi ulilolikusudia tuje kulifanya. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba utuimarishe, tunaomba ututengeneze, tunaomba ututie nguvu kwa Roho wako Mtakatifu. Tunaomba utusaidie. Mtazame na yule baba, tazame na yule mama, tazame na yule kijana, tazame na yule binti anayepambana kuhakikisha anatenda mema, lakini anashindwa. Mtazame Baba, mwezeshe, mtie nguvu, muimarishe Bwana, mpe uwezo wa kusimama imara, maana maisha haya ni ya muda tu, ila tunakokuja huko kwako ni maisha ya milele. Baba, tunaomba tusaidie, tuwezeshe Bwana, tuimarishe Mfalme, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Tuondolee kila roho ya woga, kila roho ya hofu, kila roho ya mashaka. Tuimarishe Bwana, katika jina la Yesu. Wewe rafiki yangu unahitaji kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba nifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Ninakuomba Yesu, unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, ninakuomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakubali wewe Yesu kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Amen, amen. Barikiwe sana rafiki yangu kwa kunisikiliza. Kama una swali, niandikie hapo chini, niulize, nami nitakujibu. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.